hii ni simulizi One Special for Me. Jambo moja, sina budi kuwashukuru wote ambao mnanipea sapoti, lakini itakuwa si vema pasina kumshukuru Mungu kwa kuwa anatujalia afya na uzima. Hivyo tunakuwa poa kabisa. Simulizi yetu One Special for Me, na hiki ni kipande cha 3. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unaanza kipande cha kwanza, unaenda kipande cha 2 na cha 3 hiki ambacho tupo. Lakini simulizi yetu itakuwa na vipande 4, kwa hiyo hiki cha 3 na cha 4 tutamaliza. Kuwa nami mwanzo mwisho pale tulipoishia kipande cha 2. Kwa kweli ilikuwa asubuhi ambapo sauti kwa ukali ilikuwa inaita jina la Danzeri. Nilishtuka, nikamwamsha Danzeri aenda akasikilize huko nje. Akaniambia kama makini. Basi kabidi nichukue simu yangu niingie nianze kuperuzi. Nilishangaa kuona habari zizo nisisimua kiukweli. Basi hapo ndipo tulikuwa tumeishia, na hapa ndipo tunaendelea. Hizo habari zilikuwa zinamhusu Danzeri na hazikuwa habari nzuri. Nilirudia kusoma mara 2 na habari zilisema Danzeri McDonald anajihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Hapana, haiwezekani. Sahihi, inawezekana vipi? Nilinyanyuka pale kitandani nikatoka nje. Kabla sijashuka ngazi nikasikia sauti ya baba mtu mzima ikisema, "Haya umeyataka wewe Danzeri. Kwa nini unajiingiza kwenye matatizo na watu? Nilishakuonya. Uachane na mambo yako ya kijinga. Nikakutafutia mke wa kuoa ili utulie naye. Hatimaye ukafanya ujinga na kusababisha Lozana aondoke kwa sababu ya tabia zako chafu." Baba, hili swala halina ukweli wowote. Nikutaka kunichafua baada ya kuona nimepata tuzo kwa ajili ya kampuni. Ni kweli umefanya vizuri, ila hili lililovuma kila kona litaharibu kabisa sifa ya kampuni. Sasa nataka ufanye kitu kwa ajili ya kupingana na hiki. Nataka ujisafishe. Danzeri aliangalia chini kwa hasira, huku akitetemeka mikono yake. Alikuwa amekunja ngumi. Basi baba yake akasema, "Hasira hazitosaidia chochote kwa wakati huu. Nataka umtafute Lozana, mmalizane naye tofauti zenu. Yeye ndiye atasimama mbele ya vyombo vya habari na kukusifia na kukusafisha katika jambo hili." "Lakini baba." "Hakuna cha lakini. Nimemaliza." Yule baba alimaliza kuongea akaondoka. Basi Danzeri aligeuka, alipoangalia juu akaniona nimesimama na muangalia. Alipandisha ngazi haraka na kunifuata nilipo. Aliponikaribia nilienda chumbani, naye alinifuata nyuma huku akiniita, "Emi, hawa watu wananichafua tu. Mimi siwezi kufanya huo ushenzi." Nilienda kukaa kitandani nikajiinamia. Danzeri alipiga magoti na kuomba nimsikilize na kumuamini kile anachoongea. Nilinyanyuka uso wangu nikamwambia, "Danzeri, nakuamini sana, huwezi kufanya huo ushenzi, lakini umevunja moyo wangu vipande vipande. Sijui kama unaweza kuungana tena." Niliongea huku machozi yakitiririka mashavuni kwangu. "Emi, ulisema unaniamini. Sasa mbona hivyo tena mpenzi wangu?" "Danzeri, umenikosea.
kumbe una mke na hukuniambia. Kwa hiyo umekuwa ukinidanganya kwa siku zote hizo. Nilizani nimepata mwanaume wa pekee, kumbe yupo ambaye wa halali kwako. Niliongea kwa mtu kama mtu ambaye amepoteza kabisa matumaini. Itakuwaje? Danzeli alipiga magoti akanikumbatia, lakini nilikuwa tu kama sanamu. Sikujisumbua kunyanyua mikono yangu kusapoti lile kumbatio. Amy, ni kweli nilioa, lakini kwa sababu ya wazazi wangu walinichagulia Lozana, na huyu mwanamke sitaki hata kumsikia. Ni mwanamke aliyenisababishia haya yote yaliyonikuta, mpaka kutaka kunisababishia kifo, matatizo yangu na Dame. Sababu ni yeye, hata ile naamini sababu ni yeye. Sasa nitawezaje kumpenda au kuishi na mwanamke shetani kama yeye? Niamini Amy, sina hisia naye wala mapenzi naye. Sasa tutafanya nini? Baba yako anataka umrudie. Kamwe siwezi. Kwanza hawajui yaliyonikuta, ndio maana wanasema hivyo. Itakuwaje kuhusu kujisafisha? Tutajua jinsi ya kufanya. Natamani kuondoka kwa muda, nikatulize akili yangu. Nitakaporudi nitajua ni nini cha kufanya. Hapana, huko ni kukimbia tatizo. Hilo jambo lazima tupambane nalo, bado likiwa la moto. Niliongea kwa ujasiri mpaka Danzeli alishangaa. Unataka tufanye nini? Mimi na wewe tutaenda kwenye vyombo vya habari. Amy. Hakuna cha Amy, twende bafuni ukaoge. Saa hiyo nilikuwa nimechafukwa kulingana na hali yangu. Basi tuliingia bafuni tukaoga. Tulipomaliza tulivaa nguo zetu vizuri, kisha tukaenda kazini kwa Danzeli. Kila tulipopita kulikuwa na wanafanya kazi wamekaa vikundi wakijadili jambo ambalo nilihisi ni swala la Danzeli, maana waligeuka kutuangalia. Danzeli alishikwa na hasira, akawa anafoka. Mnashangaa nini? Mpo hapa kwa ajili ya umbea? Nilimwangalia Danzeli na kumzuia asiongee chochote. Tulifika ofisini kwake, nikamwambia awapigie simu waandishi wa habari waweze kufika. Hakunipinga, alifanya hivyo. Tukiwa tunasubiri waandishi wa habari, Danzeli alikosa utulivu kabisa. Alikuwa anazunguka ofisini, mara asimame dirishani achungulie nje. Mimi nilikuwa nimejiinamia nikiwa napanga nini niongee kwa hao waandishi wa habari. Maana nilijiamini kupita kiasi, yani kupita maelezo, na kutoa wazo la kuonana nao, lakini kile nilichofikiria kilianza kupotea, na ile zunguka ya Danzeli ndio ilikuwa inazidi kunitoa kwenye reli. Nilitamani kumwambia akae atulie, lakini nikaona nitamchanganya, sababu yeye ndiye muhanga mkubwa na alikuwa haelewi la kufanya. Nikiwa bado napanga na kupangua, nikasikia Danzeli ananiambia, waandishi wa habari wanakuja. Nilinyanyuka haraka na kwenda kuchungulia dirishani. Nilishtuka kuona waandishi zaidi ya 5. Waandishi tunaogopwa nyie, tunaogopwa. Mbona wanakuja wengi? Sijui. Nilimshika Danzeli mkono, naye akaniangalia usoni. Mpenzi, usiwe na wasiwasi. Unatakiwa uwe imara. Tumalize hili na kuamini. Sawa mpenzi wangu. Danzeli alinikumbatia huku akisema, usijali mpenzi wangu, naamini
siku zote unapokuwa karibu yangu huwa unanitia nguvu na kunipa ujasiri. Sitakuangusha kipenzi changu. Muda ule ule sekretari wa Danzeli alifika na kumpa taarifa ugeni wa waandishi wa habari. Danzeli alimwambia waruhusu waingie. Baada ya dakika chache waandishi waliingia. Tukasalimiana nao, wakaanza kumhoji Danzeli. Mr. Danzeli, unaichukuliaje hii shutuma iliyosambaa mitandaoni? Au ni kweli unayo hiyo tabia? Ni wazi hili swala limenikera sana. Danzeli nilimuona kakunja sura na kumwangalia yule kaka kwa hasira. Nikaona hapa kila kitu kitaenda kuharibika. Nikajikohoza kidogo. Danzeli kageuka na kuniangalia. One special for me ni kipande cha tatu. Kwa lile jicho nililokuwa nimeangalia, Danzeli alikuwa kaelewa nataka nini. Nikamuangalia, nikamwona akaachia tabasamu na kusema, hata mimi nilishangaa kukutana na kitu kama hicho ambacho sikuwahi kufanya wala kufikiria kwenye maisha yangu. Hizo ni chuki binafsi za watu wanaotaka kuona nadhalilika na kushuka. Kinaendelea na mimi nasema sitateteleka na nitaendelea na kazi, kufanya kazi kwa nguvu zangu. Mwandishi alihoji, lakini inasemekana mke wako alikukimbia kwa sababu ya hiyo tabia yako. Yeye aliondoka kwa sababu alivyoondoka nikabarikiwa kumpata mwanamke mrembo ambaye kwa asilimia kubwa amechangia kwenye maendeleo yangu na kufanya nionekane kinara na mfanya biashara bora wa mwaka. Ina maana huyo ni mke wako kwa sasa? Hapana, bado hajawa mke, lakini naweza kusema tutafika huko. Yeye ni rafiki mshauri, ananitia nguvu na kujiona mwanaume niliyekamilika. Yeye ni kila kitu kwangu. Basi mwandishi aligeuka kwangu akaanza kunihoji maswali. Dada Amy, ni kweli wewe ni mpenzi wa Mr. Danzeli? Ndiyo, ni kweli kabisa. Vipi kuhusu skendo zilizozagaa mtandaoni? Ulipozisikia au hukuziona? Na kama uliziona ulijisikiaje? Mimi kama binadamu nilishtuka kidogo, lakini sikuzipa uzito sana kwa sababu namjua vizuri sana mpenzi wangu. Hana ujinga huo na hawezi kufanya vitu vya kufuru namna hiyo. Na ni kijana aliyelelewa kwenye maadili ya dini na anajitambua. Kwa hiyo unataka kusema kuwa anasingiziwa? Kabisa, wanataka kumchagua na kumchanganya na kumshusha heshima yake. Hebu wewe mwenyewe jiulize, kwa nini hata yote yasitokee? Siku zote ije kutokea baada ya kupokea tuzo hizo. Ni chuki binafsi na haziwezi kumtoa Danzeli kwenye reli. Pia nilikuwa nina kitu cha kuomba kwa wateja na wapenzi wa DM Company. Wasivunjike moyo kwa hili, wapuuze kilichotokea. Hakina ukweli wowote. Ilikuwa kumharibia sifa zake Mheshimiwa Danzeli ambaye mpenzi wangu. Mwandishi aliuliza, unafikiri watu wataamini kirahisi hivyo? Itaonekana unamtetea mpenzi wako. Ni kweli ni ngumu kumwaminisha mtu, lakini mimi, familia yake, ndugu na marafiki pamoja na jamaa wa karibu tunamwamini sana Danzeli, na kama kuna mtu ana ushahidi wa kile kinachoendelea kuhusu Danzeli, basi ajitokeze.
Tuliongea sana na waandishi wa habari. Nilijitahidi sana kuongea na kumsifia Danzeri wangu. Hatimaye tulimaliza mahojiano na waandishi wa habari wakaondoka, wakatuacha. Danzeri alisimama na kunikumbatia huku akinishukuru sana. Akasema, asante sana mpenzi wangu kwa kunisafisha, ila sidhani kama itasaidia. Acha kukatia tamaa Danzeri, kila kitu kitakuwa sawa. Huku mtihani mwingine unainuka. Baada ya dakika 10 kupita, nilipitwa, yani simu ya baba ikapigwa. Nikaipokea. Hello baba, shikamoo. Emi, hivi ulienda shule kusoma au kutetea ujinga na kuniingizia kwenye mambo ya kishenzi? Baba alifoka. Baba, naomba unisikilize. Mwanangu, sina cha kukusikiliza. Kesho mapema nataka uje nyumbani. Baba alikata simu. Basi Danzeri aliniuliza, nini kimetokea mpenzi? Nahisi mahojiano tuliyofanya na waandishi yameanza kusambaa. Muda ule ule Danzeri alianza kupigiwa simu na meseji nyingi ziliingia kwenye simu yake. Hata kwangu ilikuwa hivyo. Tulifanya tushangae. Tukashindwa kupokea hizo simu, ilibidi tukae chini tuanze kusoma meseji zilizokuwa zinaingia. Tuliangaliana na Danzeri kisha tukatabasamu. Zilikuwa ni meseji za kumpongeza na kumtia nguvu ya kufanya kazi. Hivyo ilionyesha mpango wetu ulifanya kazi kubwa sana, japo haikuwa rahisi kuwashawishi watu wote kumwamini, ila kwa asilimia kubwa waliamini kuwa Danzeri ni mtu safi. Na hao wengine wataamini taratibu endapo watataka. Hatulazimishi mtu kuamini, endapo watataka wataamini. Ase. Danzeri alinyanyuka na kuja kunikumbatia. Asante sana Emi. Sijui nikupe nini uonekane nimefanya kitu kikubwa kwako. Siku zote umekuwa ukiokoa jahazi pale nilipotaka kuzama. Danzeri alishindwa kabisa kujikaza. Aliongea huku akibubujikwa na machozi. Basi Danzeri, usilie. Nilimbembeleza sana Danzeri huku nilimfuta machozi. Emi, sijui nikwambie nini. Sielewi mwenzio, basi hebu nitulize. Nilishakwambia nipo na wewe kwa hali yoyote, ila sitoweza kuona ukipitia mazito. Asante sana Emi. Naahidi kukupenda na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Wewe ni wa thamani sana kwangu. Basi tulibembelezana pale mpaka Danzeri akawa sawa. Ndio tukatoka pale ofisini tukaelekea nyumbani. Maana kwa ile siku Danzeri hakuweza kufanya chochote, na alikuwa ameandaa pati kwa ajili ya kufurahi ushindi wa kampuni yao. Aliruhusu wafanyakazi waendelee na maandalizi, yeye hatakuwepo, lakini wafanyakazi walikataa kufanya pati bila ya Danzeri kuwepo. Hivyo waliahirisha mpaka atakapokuwa sawa, watapanga siku nyingine tena. Tukiwa kwenye ari, nilikuwa mbali ana kimawazo. Nilifikiria jinsi nitakavyoenda kusema nyumbani juu ya hile lililotokea, lakini nilijiambia, potelea mbali, siwezi kumwacha mwanaume nimpendaye akipitia magumu akiwa mwenyewe. Danzeri aniona akanishika, nikageuka kumwangalia, akaniuliza, unawaza nini Malkia wangu? Nawaza mengi, ila najua ipo siku nitayapatia majibu yake. Aise, nashindwa kuamini kama nimepata mwanamke wa aina hii. Kabla hajamaliza kuongea, simu yake ilikuwa inaita. Alichukua
na kuangalia, kisha akasema, "Ni baba." "Pokea." Alipokea ile simu, akawa anaongea na baba yake. Sikusikia kile baba yake alichomwambia, ila nilisikia Danzeri alivyokuwa anaitikia sawa. Ndio baada ya kumaliza kuongea alikata simu, akaniambia, "Wazazi wangu wanataka twende nyumbani." Na mimi, "Ndio, kwani kuna tatizo?" "Hapana, huenda wanataka kukushukuru kwa hilo ulilofanya." Danzeri aliniambia hivyo, lakini nilikuwa na wasiwasi sana. Nilimwogopa baba yake kutokana na alivyokuja asubuhi na kufoka sana, hivyo ikanijengea kuwa yule mzee ni mkali. Danzeri aligeuza gari, safari ya kwenda kwao ilianza. Hatimaye tulifika mitaa ya Uzunguni, yani huko wanakaa Wazunguni sijui. Yani huko kulikuwa na kumetulia na majumba yalikuwa ya kifahari. Kama ni Mbeya basi unasema Uhindini. Kila mmoja alijenga kwa staili yake. Tuliingia kwenye jumba moja la kifahari. Tulifunguliwa geti na mlinzi. Danzeri akaingiza gari ndani na kwenda kuegesha kwenye maegesho ya magari, ambako kulikuwa na magari mengi ya kifahari. Danzeri alishuka na kuja kunifungulia mlango. Nilishuka na kuanza kushangaa. Danzeri akaniambia, "Karibu mpenzi, jisikie upo nyumbani." "Asante." Tukaelekea kwenye lango kuu la kuingia ndani, lakini macho yangu yalikuwa yanatalii kwenye mazingira ya kuvutia. Nilipoangalia mbele, nilikutana na sura za watu watatu ambao walikuwa wamesimama kwenye kibaraza wakiwa wanatuangalia bila kupepesa macho. Watu wawili nilihisi ni wazazi wa Danzeri, lakini yule mwanamke mmoja aliyebeba mtoto sikuweza kumtambua wakati huo. Basi wakati huo mapigo ya moyo wangu yalikuwa yanaenda mbio, hasa nilipoona sura ya baba yake Danzeri iliyoweka matuta. Sura ya baba mkwe imewekwa matuta. One special for me inakwenda namna hivyo. Tulifika mpaka waliposimama, tukasalimiana. Baada ya hapo tu tukakaribishwa ndani, tukaenda kukaa sebuleni. Wazazi wa Danzeri walikuwa wanatuangalia bila kusema chochote. Danzeri walimchukua yule mtoto, akawa anamrusha juu huku alimuita uncle. Nikajua yule dada alikuwa ndugu yake Danzeri, maana mwanzo nilishtuka nikajua ndio huyo mke wa Danzeri. Sasa wameitwa kuja kusuluhisha matatizo yao, na mimi nimekuja kupewa yani introduction kari. Mara Bavasaiko jina gumu hili. Mara Bavasaiko Danzeri akakohoa kidogo, kisha akasema, "Pink, hebu mchukulie mgeni mpeleke huko juu, nataka kuongea na Danzeri." Pink alimchukua mtoto wake, kisha tukaondoka pale sebuleni. Tukaenda kukaa juu ya gorofa, tukawa tunapunga upepo huku tukinywa vinywaji. Naitwa Pinki, ni mdogo wake Danzeri. Alijitambulisha, ikabidi na mimi nijitambulishe. "Nashukuru kwa kufahamiana, naitwa Emi, ni rafiki wa Danzeri." "Oh, nimefurahi kukufahamu Emi. Karibu sana nyumbani kwetu." "Asante. Pia hongera, wewe ni msichana jasiri sana. Umeweza kumtetea kaka yangu na kufanya hasira za baba zitulie, maana alikuwa kama mbogo." "Oh, nashukuru, kama kila kitu kipo sawa." Tuliendelea kupiga story. Pinki alikuwa mchangamfu sana. Alijifanya nijisikie vizuri na kupunguza uoga. Nilipokuwa tulibadilishana namba za simu kwa ajili ya kuwasiliana. Baada ya muda alikuja dada wa kazi.
kutuita kwa ajili ya chakula. Emi, tushuke tukapate chakula. Pinky aliniambia nikakubali, lakini nilikuwa na uoga sana. Wazazi wao tulishuka chini tukaenda mpaka dining. Tukawakuta Danzeri na wazazi wake wameshakaa wanatusubiri. Nilisogea mpaka karibu na meza, lakini nilishindwa kukaa kwa uoga wale wazazi. Nikasikia mama Danzeri anasema, Emi, mama kaa karibu na mwenzio. Danzeri, mbona humkaribishi mwenzio? Jamani. Danzeri alisimama akavuta kiti nikakaa. Danzeri alichukua sahani na kunipakulia chakula tukala, huku kimya kimya kikitawala. Mpaka tulipomaliza nilishukuru, asante kwa chakula. Haya mama, alijibu mama Danzeri. Baada ya hapo tulirudi kukaa sebuleni. Hapo ndipo baba Danzeri akaanza kuongea, karibu sana nyumbani binti. Asante. One special for me. Tukikaa kimya kwa muda, baba Danzeri akawa ananiangalia sana mpaka nikawa naogopa. Nikawa nimejiinamia chini kama mwali anayefundwa. Baada ya ukimya akasema, hongera sana binti kwa ujasiri ulioonyesha. Sikutegemea kama ingeweza kufanyia hili swala liishe haraka, maana ilikuwa ni fedheha kubwa kwetu na kwa kampuni. Nashukuru sana, Mungu akubariki sana, asante. Nikasema asante, na sio hilo tu baba. Emi amekuwa mtu wa kunisaidia mara kwa mara. Hata mwanzo wa kujuana kwetu alinipatia msaada. Mnakumbuka kipindi kile nilivyopata matatizo nilipotoka kuuawa? Daktari akawaambia nilisaidiwa na msichana huyu. Msichana ni Emi. Wazazi wa Danzeri walishtuka, wakakaa wananiangalia kwa mshangao. Mama Danzeri alinyanyuka pale alipokuwa amekaa, akanifuata na kunikumbatia huku machozi yakimtoka. Asante sana binti yangu, ubarikiwe wewe pamoja na wazazi wako waliokuzaa. Amina mama. Samahani binti yangu kwa haya maswali nitakayokuuliza. Wakati tukio linatokea ulikuwa hayo maeneo na unaweza kuwafahamu hao watu waliotaka kumuua Danzeri? Aliuliza baba yake Danzeri. Hapana, sikuweza kuwaona vizuri maana ilikuwa ni siku na mimi nilikuwa na safari zangu. Nikiwa kwa mbali niliona tukio lisilo la kawaida. Ilibidi nijibanze ili kuona kinachoendelea. Ndio nikaona wale watu wamebeba kama mtu na kwenda kutupa korongoni. Baada ya wale watu kuondoka, na mimi pamoja na dereva bajaji tulitaka kuondoka, lakini moyo wangu ulikuwa mzito sana. Ndipo nilipoamua kujikaza na kwenda kuangalia. Ndio tukakuta mtu kumwangalia. Mapigo ya moyo yalikuwa yanaendelea kwa mbali. Nilieleza kila kitu nilichokiona siku ile. Danzeri aliniangalia huku machozi yakiwa yanataka kutoka machoni kwake. Alishindwa kujizuia, alinifuata na kunikumbatia kwa nguvu. Asante sana Emi. Hakika Mungu amekuleta kwangu kama mkombozi wangu. Watu wote walikuwa na simanzi, mama hata na Danzeri mwenyewe hakuwa anajua tukio alivyokuwa. Zaidi ya kujua, aliokotwa akiwa kachomwa sindano ya sumu. Baada ya hapo baba Danzeri akasema, Danzeri, niangalie sana Emi na umpe heshima. Huyo ndiye mwanamke unayestahili kuwa naye. Emi, jisikia upo nyumbani, unakaribishwa wakati wowote. Hapa ni kwako. Asante baba. Danzeri alifurahi na kumshukuru baba yake. Pia kwa upande wangu nilifurahi kwa sababu wakwe walikuwa wameshanikubali na kunipa kipaumbele, maana mwanzo ilionekana baba Danzeri hakupendezwa na Danzeri kuwa na mwanamke mwingine zaidi ya huyo mke wake Rozana, na alitaka
kivyovyote Danzeri arudiane na Rozana. Basi baada ya kuongea kidogo tuliondoka. Tukiwa njiani nilimwambia Danzeri, nipeleke hosteli. Wewe serious kabisa unataka kurudi hosteli wakati siku ya leo ni siku ya muhimu sana? Tunatakiwa tufurahi ushindi wetu. Tafadhali mpenzi, naomba tufurahi pamoja. Pia natamani leo nikueleze kila kitu. Sawa. Hata hivyo nina shauku ya kutaka kujua mengi kuhusu wewe. Huyo Rozana ndio msika mkuu kwenye hilo story ninavyotaka kwenda kukuhadisia. Oh bana, basi siku hiyo haturudi nyumbani kwa Danzeri. Tulienda kulala hoteli. Yani siku hiyo ilikuwa ni usiku wa kukumbuka, yani wa kumbukumbu kwetu, maana sijui hata niseme nini. Ulikuwa ni usiku wa raha. Hakuna aliye kujibuka tena habari za Rozana wala matatizo yanayomkabili Danzeri. Tulilala tukiwa hoi kwa ajili ya uchovu. Usingizi ulikuwa mzito sana. Tulikuja kuamshwa na simu yangu iliyokuwa inaita. Danzeri ilichukua simu yangu akanipa, baba anapiga. Nilichukua simu na kupokea. Shikamo baba. Marahaba. Unakuja saa ngapi? Najiandaa, nitatoka muda sio mrefu. Baada ya kukata simu Danzeri akaniambia, naomba twende wote. Hapana Danzeri, acha niende mwenyewe. Nitajua jinsi ya kulimaliza. Una uhakika mpenzi? Ndiyo baby. Sawa, lakini unaonaje kama nitakupeleka alafu nikakusubiri sehemu? Ukimaliza mazungumzo tutaondoka pamoja. Sawa, hakuna shida. Tulikubaliana kisha tukanyanyuka pale kitandani. Tukaenda kuoga. Tulipomaliza tulivaa nguo zetu. Alafu tukatoka nje ya chumba cha hoteli. Tukaenda kunywa chai. Tulipomaliza safari ya kwenda nyumbani kwetu, basi ilianza. Tulichukua masaa 2.5 mpaka tulipofika kwenye mji wanaoishi wazazi wangu. Tulifikia hoteli, nikamwacha Danzeri hapo, nikachukua usafiri nikaenda nyumbani. Nilipofika nilimkuta mama na dada Esther wanaandaa chakula cha mchana. Walinipokea kwa furaha, tukaongea 2 matatu. Mara baba alitoka chumbani akaja jikoni. Nilipomuona nilimsalimia, akaitikia vizuri, kisha akasema, mama Esther, njooni huku tuongee haraka, nataka kutoka. Wote tulienda kukaa sebuleni. Baba akaanza kuongea, Emi, ni ujinga gani unaofanya? Unataka kunizalilisha sio? Sio hivyo baba, nilikuwa namsaidia tu. Habari zote ninazo. Yule kijana sio mtu mzuri, hutakiwi kuwa karibu naye. Sitaki kabisa uwe karibu na yule kijana. Sio kweli baba, Danzeri ni mtu mzuri, ila kuna watu wanachafua tu. Nimesema sitaki na sihitaji kupingwa, na kuanzia sasa unatakiwa kujua kuwa wewe umeposwa ni mchumba wa mtu. Mama, baba, kwa nini mnifanyie hivyo? Sio sawa kunichangulia mwanaume wa kunioa. Nina haki ya kumchagua nimpendaye. Lakini ni mwanaume ambaye umemchagua mwenyewe. Nilishangaa ni mwanaume gani ambaye wanataka niolewe naye. Niliwaangalia usoni alafu nikauliza, huyo mwanaume ni nani? Anakuja, utamuona. Nilitulia nikawa namsubiri kwa hamu huyo mwanaume ambaye amezamilia kuvunja penzi langu na Danzeri. Baada ya muda mfupi mlango uligongwa. Dada Esther akaenda kufungua. Nikasikia alisalimiana na huyo mwanaume. Damas alinisalimia, niliitikia salamu nikiwa nimekunja uso. Emi, huyu ndiye mchumba wako, sasa unatakiwa kuheshimu. Lakini baba, hakuna cha lakini, nimeshamalizana. Baba aliongea kwa sauti ya ukali, ikanibidi ninyamaze kidogo. Baba aliaga naondoka. Mama, dada na Esther walienda jikoni kuendelea kupika. Nikabaki na huyo kichaa. Nilimwangalia vibaya, lakini yeye alikuwa na tabasamu. Nilimgeukia vizuri nikamuuliza, hivi wewe nia yako ni ipi kwangu? Nia yangu ni kuwa mke wangu. Tumetoka mbali sana,
mimi na wewe, hivyo hatuwezi kuachana kwa ajili ya yule shetani. Unamtetea maovu yake, wewe ndio shetani Damasi. Na kuchukia, sitamani hata kukuona. Pole, unatakiwa kuzoea kuniona, maana muda sio mrefu tutaishi pamoja kama mume na mke. Tutalala na kuamka pamoja. Hiyo ni ndoto ya mchana baba. Haitakaa itokee. Hivi ndoto ya mchana na usiku ipi haitokei? Lakini nilikwambia nitafanya chochote ili nikupate. Unapoteza muda wako bure, huwezi kunipata. Sawa mpenzi, tutaonana. Damasi aliongea kwa kujiamini sana mpaka nikashikwa na hasira. Nilinyanyuka nikaenda jikoni, nikamkuta dada Esther anapika. Dada, hivi imekuwaje mpaka Damasi kaja kujitambulisha nyumbani? Alikuja kuongea mambo yako yote na huyo mwanamke wako Danzeri. Kama kweli huyo mwanaume wako anatania hizo, bora uachane naye. Anatamaa hizo, bora uachane naye. Atakusababishia matatizo. Matatizo gani dada? Kwa maelezo aliyotoa Damasi, huyo Danzeri sio mtu mzuri. Sio kweli dada, Damasi ni muongo, yeye ndio hafai, ni malaya wa kutupa. Nimemvumilia kwa mengi sana. Unaona haya makovu? Damasi alinipiga na kuniburuza bila kosa. Nilimuonyesha dada makovu mpaka akashangaa. Wewe Emi, usije ukawa unamzuia kaka wa watu ili umwache. Maana ninavyokumbuka ni kwamba Damasi alikuwa anakupenda sana na wewe ulimpenda. Ni kweli ilikuwa hivyo, lakini nilikuwa namvumilia mengi nikiamini ananipenda na ipo siku atabadilika. Mambo mengi ilikuwa siri yangu. Basi mama alirudi jikoni, tukaacha kuongea. Wewe Emi, mbona umeniachia mwenzio peke yake? Mama aliniuliza. Mama, muda wangu wa kukaa hapa umekwisha, natakiwa kurudi chuo. Mbona haraka hivyo? Mimi nilijua unalala, utaondoka kesho. Unajua mitihani inakaribia, hivyo natakiwa kuhudhuria masomo. Sawa, lakini ungegojea ule kwanza. Nitakula mbele ya safari, nilikuwa najibu kwa kisirani, yani. Sawa basi, zingatia yale uliyoambiwa na baba yako. Maneno ya mama yalizidi kunichusha tu. Sikumjibu, nikaondoka. Nilipita sebuleni kama vile sijamuona Damasi. Nilipofika mlangoni ananiita, Emi, unasemaje? Unaenda wapi? Unataka kujua kama nani? Emi, unajua vizuri sana. Usicheze na akili yangu. Nitakutumia hata kama upo nyumbani kwenu. Alisema, Emi, unanijua vizuri sana. Usichezee akili yangu. Nitakupiga hata kama upo nyumbani kwenu. Nilimwangalia kwa dharau. Nilimpandisha, nikamshusha, kisha nikaondoka. Damasi alinifuata nyuma kabla hajanifikia. Nilipanda pikipiki, nikaondoka, akawa kasimama ananiangalia. Nilienda kumpitia Danzeri pale hoteli, nikamkuta karara, maana tangia juzi hakulala usingizi mzuri kutokana na heka za hapa na pale. Danzeri alishtuka kutoka usingizini aliponiona, aliacha tabasamu. Oh, malaika wangu, umerudi? Alikaa akanikumbatia. Nilikumisi baby. Nilikumisi pia mpenzi wangu. Vipi, mambo yanaendaje? Vizuri. Nilimwangalia Danzeri usoni huku machozi yakinilengalenga. Danzeri alinishika mashavu alafu akasema, mama, mbona unataka kulia? Kuna nini? Sikumjibu, ila nilimkumbatia kwa nguvu na machozi yalitoka. Tulikubaliana kwa muda. Baadaye Danzeri alivunja kumbato. Mpenzi, niambie tatizo ni nini?
sijui hata nianzie wapi. Basi sasa hebu basi acha kulia na uanze popote kunieleza. Damasi huyo mjinga kakufanyaje? Ameenda nyumbani kasema maneno ya uongo kukuhusu wewe, alafu kaniposa wazazi wangu wanataka niolewe naye. Danzeli aishusha pumzi ndefu huku aliniangalia sana usoni kwa sekunde kadha. Baada ya hapo akauliza, vipi maamuzi yako? Umeamua nini? Siwezi yani Danzeli, siwezi kuolewa na mwanaume mwingine zaidi yako. Unajua jinsi gani nakupenda. Basi baby, usilie. Hilo limeisha. Nitafanya kazi huyo kidudu mtu kuwa na amani mpenzi wangu. Sawa. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Vipi, tunalala au tunaondoka? Nimechoka, ingekuwa vizuri kama tungepumzika tuondoke kesho. Haya, njoo basi tupumzike. Nilipanda kitandani nikajilaza kifuani kwake. Na kausingizi katamu kakanipitia. Niliamka mida ya saa 1 jioni nikiwa nimepumzika uchovu. Danzeli alikuwa kakaa pembeni yangu. Niliamka kichovu nikakaa. Mbona umeniacha nimelala sana? Ulitakiwa kulala, ulikuwa umechoka sana mpenzi wangu. Nilienda kuoga ili nipate nguvu. Nilipotoka bafuni nijifunga taulo nikarudi kitandani. Unataka kulala tena? Hapana. Nilijilaza tu. Kavae nguo tutoke. Hatuwezi kukaa ndani kama utumbo. Tunaenda wapi siku hii? Kuna sehemu kibao usiku huu jamani. Kuna sehemu kibao za kwenda na kufanya akili zichangamke. Usiniambie twende klabu leo, sitaki kelele kabisa. Hapana, hatuendi huko. Tunaenda kupata chakula alafu tunakuja kupumzika. Yaani nilivyochoka sitamani hata kula. Acha mambo yako. Huwezi kula na njaa. Basi nilinyanyuka pale kitandani. Danzeli alinisogelea nguo nikawa navaa, naye akawa ananisaidia kuniweka vizuri na kunisaidia kufunga zipo. Tulipomaliza tulitoka tukaenda kutembea katikati ya mji na sehemu zilizochangamka. Kwa kuwa mimi nilikuwa mwenyeji, nilimtembeza Danzeli sehemu mbalimbali zilizochangamka. Tulipolizika tulienda kwenye mgahawa mmoja tukaagiza chakula tukala, kisha tukarudi hoteli kwa ajili ya kulala. Nikiwa nimejilaza kifuani kwa Danzeli na Danzeli alikuwa anacheza nywele zangu, nikakumbuka kitu. Danzeli, nadhani leo ni siku nzuri sana kunieleza kila kitu nachokijua kuhusu wewe. Yaani nataka kujua wale watu kwa nini wanakufuatilia na kwa nini mliachana na Rozani. Sawa, nitakwambia kila kitu. Alafu mimi na Rozana hatujaachana. Jibu la Danzeli lilinifanya ninyanyuke pale kifuani kwake, nikamwangalia huku nikiwa nimekunja uso wangu. Danzeli anasema yeye na Rozana hawajaachana, na huku nyumbani kwao wanataka Emi aolewe na Damasi. Damasi anataka kukiwasha nyumbani kwa kina Emi. Emi anamweleza dada yake Esther kile alichopitia katika mahusiano na Damasi, ikiwa alipigwa na je, kwenye ndoa itakuwaje? Jibu utakuwa nalo kipande cha 4. Kubwa ni wewe kuendelea kuwa nami mwanzo mwisho. Langu asante kwa sapoti yako. Mungu akubariki.